Mtu mmoja, kompyuta moja, lakini pia familia moja, angalau mtaalamu mmoja tu. Naitwa Baraka Yusuf Gilomagiri, ni mdau mkubwa wa elimu, sayansi na teknolojia hapa Tanzania. Kwa niaba ya wanajumuiya ya teknolojia Tanzania, yani TTC, ninawasihi wa Tanzania kubadilisha miji yetu kuwa vituo vidogo vya tehama kwa manufaa ya watoto wetu katika karne hii ya 21. Kitendo cha kununua kompyuta moja na kuiweka hapo nyumbani tayari ni hatua ya mabadiliko kwa taifa. Mtoto akitoka shule atahitaji kuitumia, na baada ya muda tutakuwa na mtaalamu angalau mmoja hapo sebuleni kwako. Sasa walimu pia tunahitaji kuwa kwanza kabisa kumiliki kompyuta kwa ajili ya matumizi katika kazi yetu ya ufundishaji, ili kumrahisishia mwanafunzi maisha katika safari ya teknolojia. Leo tutajifunza namna ya kuandaa matokeo ya wanafunzi kutumia software ya Microsoft Excel. Ni teknolojia rahisi tu ambayo nadhani kila mmoja anaweza kuimudu. Niwaalike walimu wote popote mlipo, twende pamoja tushiriki project hii. Ukimaliza basi utakuwa umesaidika, lakini pia utakuwa umeisaidia shule yako kupata mfumo pesi sana wa kuandaa matokeo. Sasa washa kompyuta yako, tuanze sasa. Kwa mwendelezo wa project hizi unaweza kujiunga nasi kupitia WhatsApp namba 0745239759, then utapata maelekezo zaidi. Tunapokwenda kujifunza kuanza project hii, tunaomba lazima uwe na kompyuta ambayo ina Microsoft Office. Mojawapo ni Excel ambayo tunaenda kutumia moja kwa moja kwenye hiki kipengele. Baada ya kufungua Excel yako, tuelezee kidogo hii interface ambayo tunayo hapa. Ukiangalia hii ni spreadsheet ambayo ni kubwa, ni kama bahari fulani, ni pana sana, lakini unaweza ukaangalia hapo katikati kuna vitu kama vijedwali hivi, tunaviita cells. Na cell ni intersection between row and column. Intersection between row and column. Tunapokuwa tuna row na tuna column, hapa yanapokutana, hapo panaitwa cell. Kwa hiyo hii cell ina jina la hii cell pia inaanzia kwenye herufi hapa juu kuja kwenye namba hapa pembeni. Maana yake ni kwamba hii cell ya hapa itaitwa H9. Namna ya kurefer cell hii inaitwa relative reference. Kuna aina mbili za references ambazo tutajifunza ndani ya hii project. Wakati tutakuwa tunatengeneza rank, tutakuwa tuna apply absolute reference, lakini hii inaitwa relative reference. Ni reference ambayo inataja herufi na namba jinsi ilivyo, lakini absolute tutakuwa tunaongeza $sign kabla na baada ya namba. Kwa hiyo hapa tuna H9. Nikija hapa, hii ni L13, hii hapa ni P4, hii hapa ni D4, hii ni B18. Hebu niambie hii hapa, hii cell inaitwaje? Safi sana, Q19. Umepatia huko vizuri. Na hii hapa safi sana, R12. Hongera kwa kuweza kujua namna ya kuita cell kwa njia rahisi kabisa. Labda tufanye ya mwisho, hebu patia hii hapa. Safi, ni T19. Sasa basi, katika hizi cell ambayo imeshabonyezwa, kwa mfano kama hii hapa iko tayari kupokea data kama hivi, hii tunaita ni active cell. Ni cell ambayo iko tayari kabisa kupokea data. So tofauti yake na hizi zingine ni kwamba yenyewe iko tayari kupokea data. Tuna uwezo wa kuwa na data ambayo mfano ni inatakiwa inazidi nafasi iliyopo kwenye cell kwa sasa. Hiyo ni rahisi, namna ya kupanua hiyo cell, unakuja hapa juu kwenye herufi, ukiweka mouse pointer karibu na kwenye mipaka kabisa ya hizi herufi, utaona inaonyesha nani nyeusi kwa mishale hapo, mishale, na
na hapo utakuwa tayari ushajua kwamba ninapaswa. Unabonyeza left click kwa wale ambao mara yao ya kwanza kutumia mouse, alafu unapata nafasi ya kutosha kama ni jina au nini. Tutafanya haya kwenye majaribio tukiwa tunafanya project halisi, lakini sasa pia kuna hapa una uwezo wa kuongeza new sheet. Hii ni sheet ya pili, hii ni sheet ya tatu. Kwa kubonyeza alama ya kujumlisha tutakuwa tunapata sheet nyingi. Sasa mkusanyiko wa hizi sheet zote, hii sasa tunaita workbook. Workbook ni collection of sheets. Sawa? Na hapa unakuta sasa mtu tunaweza tukatumia sheet zaidi ya moja kutengeneza kitu kimoja. Mfano kwenye project yetu hii tutakuwa na sheet moja ya mkeka mzima wa matokeo, lakini sheet nyingine itakuwa ya matokeo ya mtu mmoja mmoja. Sasa kabla hatujaanza kutempa na hizi cells na nini, hebu tujifunze kitu kimoja. Chukua mouse yako, weka hapa, drag hivi. Unapokuwa una drag, tabia ya mouse ni hii hapa. Ukiangalia mouse yako ikiwa kwenye desktop ina tabia tofauti, lakini ikiwa kwenye Excel ina tabia kama ya msalaba mwekundu kama hivi. Umeona? Sasa hii alama kama ya msalaba mwekundu ukiingiza kwenye seli yoyote, una uwezo wa kuselect kwa kubonyeza left click ya mouse na kushusha chini au kupeleka upande wa kulia. Lakini pia ukiendelea kuhold hiyo left click kwenye mouse yako, una uwezo wa kutembea popote unapotaka. Tabia nyingine ya mouse, mfano kama hapa tukimaliza tunaweza tukaweka rangi. Tunaweza tukachagua rangi yoyote tukaweka. Sasa tabia nyingine ya mouse ni pale ambapo unahitaji kung'oa kile kitu kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine. Maana yake utakuwa una select afu unaweka mouse yako kwenye mipaka, kwenye mstari wa boundary ya hii shape ulio select, yani kile ulichokiselect. Ukihold na kuking'oa, maana yake inahama mazima, hapo kutabaki na pengo. Sasa hii ni aina nyingine ya kudili na mouse. Sasa yote yanafanyika kwa mahitaji maalum. Sasa nafanya hivi ili baadaye usije ukaanza kuhangaika, maana yake kuna wakati utakuwa kama unagombana na hizi cell na mouse. Kitu kingine kiko hapa, hiki kidoti hiki kiko kama kimejitenga, kasikoya kadogo kako hapa. Haka kanatusaidia kuselect na yani kukopi kile ambacho kiko juu kiendelee kuwepo. Mfano kama hapa ukiandika moja, unataka hiyo moja iwepo kote, wewe unakopi tu, unavuta kurudi chini, au unakopi unapeleka pembeni, unaona zinajaa. Kwa hiyo ili ujue kwamba tayari niko tayari sasa kudrag, ni lazima utaona tabia ya mouse inakuwa nyeusi kama kujumlisha iliyo bold kabisa. Umeona, tumeona tabia hizo zote tatu. Tabia ya kwanza ni kama alama ya msalaba mwekundu kabla huja press anything, lakini pia hii nyingine ya ikiwa kwenye mipaka, labda nikiandika hiyo namba nataka nihamishe ije hapa, inahama mazima. Lakini pia hii ya kujumlisha. Hivi vyote ukishavijua, sasa tunaweza tukaanza kufanya kazi yetu. Nirudi kwenye hii sheet yangu hapa, labda nifanye kama nataka niondoe vitu vyote ambavyo nimevifanya ili nisafishe sheet hii. Cha kwanza naweza nikafanya hivi, nikasema right click, alafu nikasema clear content. Content zote zitaondoka, nitabaki right click, clear content, nitabaki na sheet yangu. Sasa hapa namna ya kuondoa rangi ni kuja kwenye una select, alafu unakuja kwenye rangi unasema no fill. Hapo utakuwa umeondoa rangi na sheet yako imekuwa safi. Hii hapa kwa sababu nilipokuwa nimeiselectia huku, maana yake imeenda mwanzo hadi mwisho. Nikisema ni drag sitafika. Ninachotaka kufanya ni kuselect sheet nzima, Ctrl+A, au njia rahisi ni kubonyeza hiki kidude hapa
kama kipembe tatu. Ukibonyeza manake umeselect sheet yote, halafu unakuja hapa unasema no fill, tayari sheet yako inabaki salama.